Na maafisa wa afya wanaonya kwamba taifa hili linakabiliwa na ongezeko la watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wao kuwadia, hii ikiwa mojawapo ya sababu kuu za vifo vya watoto wachanga humu nchini. Kulingana na utafiti wa idadi ya watu na afya ya mwaka 2022, watoto 21 kati ya watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa hai huaga dunia, ikiwa ni 51% ya vifo vyote vya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Serikali inasema inazidisha bidii katika kupunguza vifo hivyo kwa kuimarisha huduma za utunzi wa watoto njiti. Na bila shaka yote haya tunapata kufuatia ama kutoka kwa mwanahabari wetu anayeangazia masuala ya afya. Wakati William Oduor Okumu mwenye umri wa miaka 28 na mkewe Immaculate Akinyi kutoka mtaa wa Babadogo jijini Nairobi walipogundua walikuwa wanatarajia kupata mtoto, walijawa na matumaini ya ujauzito wa kawaida wa miezi 9. Lakini mtoto wao alizaliwa akiwa na miezi 6 pekee na uzito wa gramu 900. Si mimi naye najuanga hata hapo kwa penye nafanya kazi na hustle. Naonanga wazee anasema sijui my wife amezaa, lakini ikimaliza 2 days unasikia anaendea wife wake wanarudi kwa nyumba. So pia mimi nikasema najua 3 days ama 2 days naweza endea mtoi. But call yenye nilipata nilishtuka sana, akiniambia naweza maliza hata 3 months. So si nikamuuliza why, akaniambia mtoi amezaliwa na 900 grams. Wanandoa hao wanasema safari yao imekuwa na changamoto nyingi, lakini wanasema huduma za utunzi wa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wao kuwadia imemsaidia mtoto wao kukua na kuongeza uzani. Pale hospitali, first thing lazima ukue msafi. Next thing mtoto unamweka kangaroo, unamweka kwa kifua. Sasa hapo ukimweka kwa kifua itamsaidia kuongeza kilo, hiyo joto, itaregulate pia temperature ya mtoto, skin to skin. Unaona, mtoto akiwa hapa kwa kifua itamsaidia pia kubreathe. Unaona, sasa ndio imemsaidia kuongeza kilo. Vile tulitoka hospitali tukiwa kwa nyumba, sasa yako na 2.3 kilograms. Discharge weight ilikuwa 1850 grams. Wizara ya Afya inasema familia kama ile ya Okumu ni miongoni mwa nyingine nyingi nchini kote zinazokabiliwa na changamoto kama hizi. Hali hii imefanya serikali kuimarisha mikakati yake baada ya kubaini kuwa ni idadi ndogo tu ya kina mama wajawazito inayohudhuria kliniki mapema, huku kukiwa na mianya kwenye lishe ya kina mama hao, kukosa kutafuta huduma maalum kwa wakati ufaao, na uhaba wa wakunga wenye ujuzi wakati wa kujifungua. If we are able to reduce our neonatal mortality, automatically our under 5 mortality goes down. So 2030, and it means that, which is SDG 3.2, it means that for us to get the target of 12 per 1,000 live births, it means we have to reduce by 43%. Some counties only have a space to put newborns, but they don't have the proper infrastructure. So we are committing ourselves to be able to support the development, establishment of these units. Maafisa wa afya pia wanawahimiza kina mama kujifungua katika vituo vya afya, ikibainisha kuwa watoto wanaozaliwa hospitalini wana nafasi kubwa zaidi ya kuishi ikilinganishwa na wale wanaozaliwa nyumbani. Community awareness still needs more improvement, more so about the care of preterm babies, especially follow-up at home, which still needs strengthening so that we can have better outcome. We recognize as a county that saving preterm lives is not just a hospital responsibility. It is a shared effort with families, communities, partners, and the government of the day. Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati mwaka huu yataandaliwa Jumatatu ijayo katika kaunti ya Murang'a chini ya kauli mbiu wapeni watoto wanaozaliwa kabla ya wakati mwanzo imara kwa maisha yenye mwanga zaidi. Jacqueline Masharia, Darubini.